Ili uweze kuisikia sauti ya Mungu na kuitambua, lazima ujue kusudi ambalo Mungu amekupa. Namba 2 hiyo. Kanuni ya pili. My dear, my friend, Mungu hawezi zungumza na wewe mahali ambapo ulipo sio sahihi. Anaweza sauti yake, unaweza ukasikia sauti yake kikamilifu, kwa uzuri, kwa ubora, bila shida, pale ambapo utakuwa kwenye kusudi ambalo amekuweka. Utakuwa sehemu sahihi ya wewe kuwepo. Sina maana ya kwamba sasa ukiwa hauko sehemu sahihi Mungu hasemi na wewe. Anaweza asiseme na wewe, no. Anaweza akasema na wewe, ila inakuwa ni ngumu kuitambua sauti yake. Kwa sababu unachokifanya siko kile ambacho Mungu atasema na wewe. Mungu atasema na wewe kwa kile ambacho unatakiwa kufanya. Sijui kama tunaelewana. Sasa atasema na wewe kwa kile ambacho unatakiwa kufanya, na wewe unafanya kitu kingine ambacho haukutakiwa kufanya. Maana yake nini? Utaona ile sauti ni ya shetani au ni ya adui, bila kujua ni ya Mungu inasema na wewe ya kwamba sehemu yako ni. Kwa issue sio Mungu kusema. Issue ni wewe kujua hii ni sauti ya Mungu au vipi. Unajua shetani anaweza asione shida kwa wewe kutumika. Shetani anaona shida kubwa sana anapokuona umesimama kwenye kusudi lako sahihi. Kwa sababu gani? Unajua, ukisimama kwenye kusudi lako, ile kazi utaifanya kwa ukubwa na italeta matokeo, na itaathiri matokeo ya adui, na itamwathiri shetani. Ndio maana unakuta anakasirika sana kwa eneo hilo. Lakini kama ufanyi cha kwako, uko nje la kusudi, anaweza sihangaike na wewe. Kwa sababu kwanza anajua una possibility, una high possibility. Kuna uwezekano mkubwa wa wewe kuwa naye siku ile ya mwisho kule kwenye ziwa la moto. Kwa sababu ukiwa nje ya kusudi ni rahisi kukosea. Kwa sababu kwanza Mungu hahusiki kukulinda kwenye hilo eneo. Kwa hiyo unakuwa ni mtu uko hatarini wakati wote. Mwana wa Mungu lazima utambue kuwa Mungu hawezi kusema na wewe. Hawezi kuisikia sauti ya Mungu, au anaweza akasema na wewe na usiweze kusikia sauti yake kama eneo lilopo sio sahihi. Kuna hoja unaweza ukajiuliza, Sauli mbona aliweza kuisikia sauti ya Mungu na bado alikuwa hajaokoka au hajawa katika kusudi? Ninamzungumzia Sauli kwenye Agano Jipya, ambaye alikuwa na huo watumishi. Hebu kaa tafakari kwenye hii point na kwenye hii kanuni ya kuweza kuisikia sauti ya Mungu. Mbona Sauli aliweza kuisikia sauti ya Yesu angali bado hajaokoka, na bado alikuwa kwenye msafara wa kwenda kuangamiza watumishi wa Mungu huko? Halafu kwa nini aliweza kuisikia sauti ya Mungu? Ndio tunakuja kusema sasa, njia za Mungu hazichunguziki. Mungu anaweza akasema na yoyote ambaye hajajua kusudi na aliyejua kusudi. Lakini changamoto nimesema hapo sasa ni kutambua hii sauti ni ya nani. Kutambua hii ni sauti ya Mungu sio rahisi kwa yule ambaye hayuko kwenye kusudi ambalo Mungu amemwitia. Labda achukue jukumu kama la Sauli. Unajua Sauli alichukua jukumu. Kwanza alikutana na kitu kizito. Akakutana na kipigo, haoni, kipofu, ghafla. Halafu anaanza kuisikia sauti. Sauli, mbona wanuuzi? Anaanza kujiuliza maswali, hii sauti inatoka wapi? Ikabidi achukue hatua ya kuuliza, wewe ni nani Bwana? Ndio akajitambulisha, mimi ni Yesu unayeniudhi. Kwa hiyo hoja hii inakuja kujibika. Sauli aliweza kuitambua sauti hii ni ya Yesu ni pale alipochukua hatua ya kuuliza, tena kwa kumaanisha kutoka ndani ya moyo wake. Alinyoka akiwa amedhamiria, akitaka kujua hii sauti ni ya nani. Aliuliza. Sasa wengi, ulishawahi chukua hatua ya kwenda kuuliza? Umeisikia sauti, ulishawahi umeshindwa kuielewa, ulishawahi kuchukua hatua ya kwenda kuuliza? Au umeonyeshwa ndoto, umeoteshwa ndoto ya kwamba mtumishi fulani anafanya uzinzi na mshirika,
Je, ulishawahi kuchukua hatua ya kwenda kuuliza hii sauti Mungu ni sauti yako au ni sauti ya nani? Au ni adui? Ulishawahi kuchukua hatua hiyo? Kwa hiyo Sauli ilimsaidia hii kitu ya kutaka kujua na kuelewa mahali ambapo haelewi. Lakini leo hii Wakristo leo unakuta anajifanya anaelewa, anajifanya anajua hata kama hajui. Matokeo yake ni nini? Anajikuta anarudi nyuma, anakata tamaa, hasongi mbele tena. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa lazima utambue eneo ambalo napaswa kuwa, ili iwe rahisi kwako kusikia sauti ya Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza, neno la Mungu nasema, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamuita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli na alikuwa hamjui Bwana bado. Alikuwa hajajua hata kusudi ambalo anatakiwa kusimamia. Anaendelea kusema kwamba basi na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Mstari wa 8. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda kalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Unajifunza nini hapa? Ya kwamba Samueli kwanza alikuwa hajajua kusudi lake. Sasa Mungu anakuja kuzungumza na Samueli ili aanze kumweleza kusudi ambalo anatakiwa kulifanya. Sasa mbaya zaidi, hajawa karibu na Mungu, hamjui Bwana bado. Anawezaje kuielewa sauti, kwamba hii sauti anaisikia lakini haelewi ni ya nani? Ndio nakuja sasa kujua ya kwamba Mungu hawezi kuzungumza kama anajua bado uelewi. Mungu anaweza akakuita lakini asiseme na wewe chochote kama bado haujajua hii sauti ni ya nani. Kwa hiyo ishara nyingine kubwa ya kugundua kwamba huyu ni Mungu ni pale ambapo utakaposikia tu sauti fulani, alafu unashangaa hujui ni nani anayesema na wewe, huelewi ni nani anayesema na wewe. Unashangaa, unaanza kuambiwa 1 2 3. Unatakiwa kufanya kuwa na mashaka na hiyo sauti, kuwa na mashaka na hiyo sauti. Mungu ili aanze kufunua vitu vya kukwambia wewe, lazima awe na uhakika kwanza huyu mtu anaelewa kwamba anayeongea naye ni nani. Kwa nini Mungu hakuchukua hatua ya kuita tu Samueli, Samueli 1 2 3 lelelele, unatakiwa kufanya hiki, unatakiwa kufanya? Kwa nini hakufanya hivyo? Mpaka anaanza anarudia kumuita, maana yake anataka mpaka ajue ya kwamba anayemuita ni nani. Siku atakapojua ya kwamba anayeniita ni fulani, ni Mungu, ndipo atakapoanza kufanyaje? Mwingine aelewe. Ngoja tuendelee mstari wa 11. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Unaona sasa, alipogundua Samueli ya kwamba hii ni sauti ya Mungu, Mungu ndio anaanza kuzungumza. Mungu ndio anaanza kunena. Mungu ndio anaanza kusema ya kwamba, sikiliza, kupitia wewe Samueli nitafanya jambo ambalo kila mtu atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Sasa wewe mara papu umeitwa tu, unaitika ovyo ovyo tu, ujui hata aliyekuita ni nani. Anaanza kukuelezea 1 2 3 1, unasema hii ni sauti ya Mungu kweli, huyu ni Mungu kabisa, huyu ni Mungu kabisa. Unakuja ushangaa umepotea katika ulimwengu wa roho. Ulishapotezwa saa nyingi,
mpaka unakuja kugundua ulisharudi nyuma miaka nyingi ambao ungekuwa hatua kubwa zaidi.